Unajua ni kitu gani ambacho utakutana nacho endapo utatumia Boost kama njia yako ya kufanyia matangazo ambayo unataka kuuza? Naona watu wengi sana mnadanganyana kwamba Boost inaleta matokeo, Boost inatupa vitu vizuri, kwa hiyo Boost ni lazima tuendelee kuitumia kwenye matangazo yetu. Sasa kwenye episode ya leo ni exclusive kabisa, nataka nizungumzie kitu gani ambacho kinatokea endapo utafanya matangazo yako kwa njia ya boosting kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakifanya, lakini pia kama ambavyo mmekuwa ukisikia kwa wataalamu kwamba Boost pia ni namna ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kufanya matangazo. Kitu kikubwa ambacho pengine ulikuwa ukijui ni kwamba ukitumia Boost kufanya matangazo yako ambao unataka kuuza bidhaa zako ama unataka kuuza huduma zako, ni kwamba hautapata nafasi ya kutumia objective ambazo zitakuwezesha wewe kupata wateja ambao kweli wako interested. Nazungumzia wale wateja ambao kweli wana uwezo wa kununua hiyo product au service ambayo unaiuza katika hilo tangazo, kwa sababu matangazo ya kuboost utakutana na objective 3, ambapo tuna objective ya kupeleka wateja katika WhatsApp, ambayo hiyo naweza nikasema ipo kwenye upande wa engagement ama traffic. Lakini tukija pia tukiangalia upande wa kupeleka wateja katika profile visit, ni matangazo ya traffic, ambayo nikizungumzia matangazo ya traffic ni matangazo ambayo sio rahisi kuweza kukupa matokeo ambayo ni mazuri, kwa sababu ukilani tangazo katika hizo aina ni kwamba Instagram na Facebook watapeleka tangazo lako kwa kila mtu ambaye anaonekana anaweza kufanya kitu ambacho unakitangaza. Lakini kama ukitumia matangazo ya sales pamoja na leads ambayo huwezi ukayapata kwa kuboost, ni kwamba Instagram na Facebook utawaforce sasa watumie nguvu kubwa sana kuwatafuta watu ambao wako interested na watu ambao wana uwezo wa kununua hiyo product ama service ambayo unaitangaza. Kwa hiyo ndio tofauti. Kama utatumia Boost huwezi ukapata nafasi ya kutumia hizi leads pamoja na sales objective ambazo kimsingi ndio itafanya tangazo lako lipate watu ambao kweli wako interested, watu ambao kweli wana uwezo wa kununua product ambayo unaitangaza. Badala yake ukitumia Boost ni kwamba utapata objective 3 ambazo almost ni objective za matangazo ya traffic, yani matangazo ambayo yanasomba kila mtu ambaye atakutana naye. Kwa hiyo badala ya ule muda ambao umeweka bajeti yako pale, ule muda badala Instagram na Facebook wa focus kupeleka tangazo kwa watu ambao wanaonekana wana chembe fulani hivi kwamba wanaweza kuwa wateja ama wanaonekana wana uwezo wa kununua hiyo product, badala yake sasa wanaweka nguvu kwenye kulipeleka tangazo kwa kila mtu. Na demo wanamfikia kila mtu, ndivyo hivyo ambavyo utakuwa unapata hizo CPC ziko chini sana, kwa sababu wanajua kabisa kwamba kitu wanachokifikia ni kile ambacho hakiwezi kikakupa benefits za moja kwa moja, ina take time sana, pengine inaweza hata isikuletea hayo matokeo ambayo unayawaza. Lakini ukija kwenye matangazo ya leads pamoja na sales, Instagram na Facebook wanapeleka tangazo kwa watu ambao wana uhakika wanakuja kununua au wanaonekana wana uwezo wa kununua hiyo product ambayo unaitangaza. Ndio maana hata CPC za huko utaziona kidogo ziko juu, kwa sababu Instagram na Facebook wanajua kabisa kwamba wewe unafanya matangazo kwa ajili ya kuuza product ambayo umeiweka kwenye tangazo lako, tofauti na kwenye Boost. Boost sio sehemu ambayo inatakiwa ufanyie matangazo yako, ile ni sehemu ambayo tunasema labda kama unataka hiyo post ambayo umeipost iweze kuwafikia watu wengi, ndio unaweza ukaboost kuiongezea power kidogo. Lakini pia kama unataka hizo followers engagement unaweza ukatumia hizo Boost. Lakini the moment unataka tu kutengeneza tangazo ambalo unataka kuuza, Boost sio sehemu salama kabisa ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kufanya matangazo yako. Na hizi leads pamoja na sales objective utazipata kama unatumia Facebook Ads Manager, ambayo kimsingi ndio sehemu ambayo ni maalum kabisa iliyothibitishwa na Instagram pamoja na Facebook kwamba watumiaji wa huduma za matangazo maarufu kama sponsored ads wanatakiwa kutengenezea matangazo yao huku, na sio katika hiyo Boost ambayo watu wengi wamekuwa wakiitumia kama njia yao ya kufanya matangazo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unatakiwa ukielewa kwamba ukitumia Boost hautopata nafasi ya kuweza kupata objective za sales pamoja na leads ambazo binafsi wanaziita most powerful objective kwa mtu ambaye anataka kuuza products kama anataka kupata watu ambao wanaonesha wanaweza wakawa interested na kitu ambacho anakifanya. Tofauti na hayo ya kuboost ambayo kama nilivyozungumza, niche yake ni matangazo ambayo yamebase zaidi kwenye traffic, na traffic ina maana kwamba inaenda inabeba kila mtu ambaye itakutana naye njiani. Kwa hiyo ile budget unakuta the way ambavyo inatumika ni tofauti sana na namna ambayo inaweza kukuletea matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo kwa namna yote ile hakikisha hautumii Boost kwenye matangazo ambayo unataka kuuza, badala yake nenda katumia Facebook Ads Manager ili uweze kutengeneza kitu ambacho kitakuwa ni bora zaidi. Na hili ndio lengo la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo
utaenda kuitumia kwenye biashara yako ya matangazo, and then utapata matokeo ambayo ni mazuri na maisha mengine yaendelee kwenda vizuri kabisa. So kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye pengine hii podcast inaweza ikawa ina msaada mkubwa kwake, usisite kushare naye, lakini pia usiache kuniwekea comment yako katika comment section hapo, kitu gani ambacho umejifunza na kitu gani ambacho unawishi kujifunza zaidi kupitia hii podcast. Nami nitatengeneza episode exclusive kabisa kwa ajili yako, ni kusanue hicho ambacho umeweza kukiomba kupitia comment section. Mimi naitwa Zero Mtanzania, na kesho huenda ni episode ambayo itaenda ikabadilishe biashara yako kwa namna 2 ama 3 tofauti na ulivyokuwa unadhania.